kwanza, lakini pia transformation. Mimi ndio CEO wa kwanza katika transformation ya Simba pia vile vile. Yeah. Sawa. Lakini kuna nyakati ulikuwa ni Sekafa kama sikosei. Sekafa nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya Club Championship Kagame kwa upande wa Sekafa, na nilikuwa pia mjumbe wa zile standing committee za CAF. Alafu nilikuwa na mjumbe wa FIFA Congress, mikutano mikuu ile ya FIFA. Yeah. Na pia nimeshakuwa mjumbe wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Yeah. Bosi CV inaelezeka wewe. Mpira tumeshiriki sana kwenye mpira. Na bodi ya Simba kipindi tofauti, kwa sababu kabla ya kuwa CEO kulikuwa na ile bodi ya muda, interim board. Nilikuwa mjumbe wa bodi, ndio akaniomba sasa tunapanga transformation niwe CEO wa kwanza kujaribu kuorganize office kuanzia pazuri. Hebu tueleze kidogo walau kwa uchache historia kidogo ya wewe ndani ya Simba, labda ulipitia hapo mpaka sasa hivi. Simba tumeanza kuipenda tangu utoto. Marehemu babangu Chifu Johannes Magongwe, chifu wa mwisho wa kabila wa Simbiti, yeye alikuwa ni Simba, na karibu kwetu wote ni Simba, kwa sababu ndugu wangu mmoja ndio akawa Yanga. Inatokea, sijui hata sisi ilitokeaje kama mmoja katika familia yeye peke yake ndio akawa Yanga. Na Simba tumekuwa tunaipenda. Kwa mfano mwaka 1993 ilifika ile finali ya CAF. Nimemaliza chuo kikuu wakati huo, tulikuwa tuna ofisi za Azim Dewji zilikuwa pale barabara ya Bibi Titi Sparesco. Wakati huo mimi nafundisha chuo cha elimu ya biashara, kwa hiyo tukaenda mpaka finali. Wakati huo sijajiunga kuwa katika sehemu ya uongozi wa Simba, lakini mwaka 1999 ndio tukaanzisha Friends of Simba. Sasa ndio tukajikita ndani ya Simba kinaga ubaga, yani tukawa ndani kindaki kujaribu kuifufua Simba, kwa sababu baada ya 93 na alivyoondoka Azim Dewji timu ilishuka sana, ilipata changamoto kubwa sana, ikawa haiwezi kujiendesha vizuri. Kwa hiyo ndio tukaanzisha Friends of Simba mwaka 1999, na mpaka leo nimekuwa ndani ya Simba katika sehemu mbalimbali. Wakati mwingine naonekana, wakati mwingine sionekani, lakini bado sijawahi kuiacha Simba katika namna yoyote ile. Kubwa tuzungumze msimu huu namna ambavyo ulianza mabadiliko kwanza kwenye eneo la uongozi. Rais Mohamed Dewji na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi alirejea, lakini pia hapo usajili mzuri ukafanyika kwa wachezaji, makocha wazuri. Tuzungumzie kwanza hili ni ngumu kiasi gani pengine kwa Mohamed Dewji, kwa sababu pia nafahamu, sijajua kama imeondoka sasa hivi, wewe ni miongoni mwa watu ambao ni mshauri wake binafsi kwenye masuala ya michezo. Lakini tukitoka hapo tuje kwenye haya maeneo mawili, technical bench pamoja na squad ambayo tumesajili. Unajua Simba ilipotea kidogo hii miaka mitatu, hatukufanya vizuri sana. Sasa mwekezaji, nafikiri tulivyokosa ile nafasi ya kwanza na ya pili, tukawa watatu kwenye ligi, nafikiri alifikia mahali kwamba kuna haja ya kurudi kuongeza nguvu. Na mimi nilivyotoka CEO sikurudi kuwa kwenye uongozi wa bodi, na nilifikiri kwamba, na alitaka sana nirudi, lakini nikaona pengine naweza kuisaidia Simba nikiwa nje ya bodi. Kwa hiyo akaniambia basi utakuwa mshauri wangu. Umeendelea kuwa mshauri. Sasa aliamua kurudi, akasema haya mambo ya ushauri acha, tunarudi wote. Kwa hiyo akanirudisha kwenye bodi na wajumbe wengine tukarudi, tukasema tuanze upya simu ili kuimarisha. Sasa tunaanzaje upya? Tukajaribu ku clean up timu yetu, kuondoa wachezaji ambao tulidhani sio msaada kwenye timu, tuanze upya. Ndio maana tukaanza na wachezaji wapya karibu 15 na bench jipya kabisa la ufundi. Mwaka huu sisi tulikuwa tayari kwa matokeo yote yale, kwa sababu huwezi kujenga timu kwa msimu mmoja. Unaweza kujenga timu kwa misimu angalau, kwa usajili hata madirisha angalau 3. Unajenga la kwanza, la pili unaongeza, la tatu nakamilika. Kwa hiyo kwa mwaka huu sisi tulikuwa tayari kwa matokeo yote, kwa sababu tumesajili wachezaji vijana, hawana uzoefu mkubwa,
lakini tulisema hili tuna timu angalau ya misimu 3-4, lazima tuchague wachezaji wenye umri mzuri, tukachagua benchi la ufundi vijana ambao watakuja na falsafa mpya ya Simba. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni jambo kubwa. Nafikiri watu wengi walikuwa hawaamini kwa sababu wachezaji wengi wanakuja si wachezaji wanaojulikana. Kejefa mtu amjui, Mavambo mtu amjui, Ahua mtu amjui. Yaani wachezaji walikuwa hawajulikani kabisa. Kamara mtu hajawahi kumuona. Yaani watu wana Chamu ndio nani tena huyo anakuja. Unaona? Kwa hiyo tuliingiza wachezaji wengi ambao pengine katika reli Tanzania hajawahi kucheza. Unajua watu wamezoea mchezaji amekuja na mechi na Yanga au na Simba na Azam amewika basi ndio. Kwa hiyo tuliangalia kufanya scouting ambayo vipaji lakini na umri mzuri. Kwa hiyo tukaunganisha na waliokuwepo Kapombe, Shaba, Ngoma, Kibu kuweza kujenga sasa timu ambayo itakuwa ni ya ushindani. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeingia finali ya CAF. Tuko vizuri kwenye ligi wa pili na Toliporo. Unanimaliza. Yeah. Mara baada ya hapo timu ilienda pre-season pale Ismailia Egypt. Ngine kwa nini mlichagua ile kambi? Mlichagua pale kwa sababu ni mara ya pili, na vigezo gani ambavyo mviangalia mpaka timu iweze kwenda pale? Na je, ndio sababu ya sisi kufanya vizuri sasa hivi kwa sababu tulianzia pale? Pale tushakaa, hii itakuwa ni mara ya pili kukaa. Tuliangalia kwa sababu hii vitu vilifanyika haraka sana. Hatukuwa na muda. Weather haikuwa nzuri sana kwa sababu pia pre-season tunatafuta weather ambayo ina ubaridi. Haikuwa joto sana lakini pia haikuwa baridi sana. Lakini tukaona kwa muda uliopo na kwa haraka uliopo kwa sababu kambi kule kama za Uturuki na nchi zingine kwa zimechelewa. South Africa ilikuwa baridi sana. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kwenda Ismailia kule Suez Canal kule Ismailia tukaweka kambi. Na kwa sababu tulikuwa tunaijua ile kambi, tuliamini pale tukaanza kutengeneza kitu ambacho ni kizuri kwa ajili ya kuanza msimu mpya. Kwa hiyo tungeweza kwenda na kambi nzuri zaidi kama tungekuwa na muda, kwa sababu ule usajili, unajua usajili 15 inakuwa na mambo mengi sana. Huyu umemkosa, huyu umemchelewa. Unajua kusajili wachezaji 4 una focus kirahisi, lakini wachezaji 15 vita yake ni kubwa sana kukamilisha. Kwa hiyo ilitufanya mambo mengi yakachelewa kukamilisha mpaka sasa hatuna muda, basi ngoja tuende kwenye kambi ambayo tunaifahamu. Tulishaka tukarudi Ismailia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo hayakuwa mabaya. Hapo boss, ulikuwa sehemu ya ile kambi. Kile ambacho ulikiona kule ndio hicho ambacho unakiona hivi sasa au kuna utofauti? Kwa namna ya uchezaji kwa timu imeimprove sana. Lakini kuna baadhi ya wachezaji kule walikuwa ni wazuri sana. Lakini walipokuja nyumbani hapa naona nguvu zao zimepungua sana na sielewi ni kwa nini. Kule mchezaji kama Noma alikuwa na konge kubwa sana, kama nakumbuka Valentina Noma. Joshua Mutale alikuwa ni mchezaji tuseme atakuwa nyota mkubwa sana, sio kimemtokea nini. Mavambo alikuwa anacheza vizuri sana, sio kimemtokea nini. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji mpaka unafikiri uamini hiki kimetokea nini, kwa sababu kwenye pre-season walionyesha kiwango kikubwa sana. Na pengine ni mazingira, pengine ni hali halisi, pengine ni mpito, hatuwezi kuelewa kimetokea. Kwa kweli kwa maana individual players kuna wachezaji ambao kwa mategemeo makubwa hawajafikia hata kiwango kilichokuwa nacho kwenye pre-season. Lakini kwa maana ya mfumo wa timu nafikiri watu wamemwelewa mwalimu anacheza kwa mfumo gani. Kwa hiyo kitimu timu imeimprove sana. Sawa. Hapo ndani kwenye michuano miwili CRDB Confederation Cup pamoja na ligi kuu. CRDB tupo hatua ya nusu finali. Ligi kuu tupo kwenye mbio za ubingwa. Hadi sasa hivi bado tupo kwenye resi. Tuzungumzie tumefanikiwa kwenye maeneo gani mpaka kuweza kuwepo kwenye hayo maeneo. Kwa sababu gani nimekuuliza hivi? Mwalimu yeye anasema this season anatengeneza timu na kila wakati huwa anazungumza niko phase hii ni kwa asilimia hizi, ni kwa asilimia hizi. Kwenye hayo mashindano mawili wapi ambapo tumefanikiwa? Tumefanikiwa nafikiri kwenye uwezo wa kwamba walimu wamekuja na mfumo ambao ni mzuri, ambao umeipush timu kuweza kucheza kisasa kiasi kwamba imeweza kupata matokeo. Pengine mwalimu kuna vitu hajavimalizia
pengine mwalimu kuna mahali anaona kuna gap, ndio maana anasema bado timu haijafika. Lakini ukiangalia timu yetu ilivyo, kama tunaweza kupambana na timu za nje ya nchi katika level hii, basi ndani tunaweza kuifunga timu yote. Timu yote tunaweza kuifunga na kuchukua vikombe. Kwa hiyo ni swala la muda tu. Na sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu, kwa kombe la FA tuko kwenye nusu finali. Tukishinda nusu finali na finali tutachukua kikombe. Kombe la ligi tuna viporo. Tukimaliza viporo na tukashinda mechi zote tutachukua ubingwa. CAF tuko finali. Tukishinda kule Morocco au tukapata matokeo mazuri tukashinda kwa Mkapa tunachukua kikombe. Kwa hiyo tuna possibility ya kuchukua matatu, kuchukua mawili, kuchukua moja au pengine tukakosa kabisa. Lakini sisi tutakuwa tushapiga hatua kwenye timu yetu. Kama timu inatengenezwa ndio hivi, ikija kuwa tayari imeshatengenezwa, naamini tukiongeza timu kwenye usajili tukapata wachezaji kidogo wenye uwezo kidogo kuja kuinyanyua timu, kwa sababu tulianza na timu, mwana dirisha dogo tumemongeza Mpanzu, amesaidia kunyanyua timu. Sasa tukileta wachezaji 3 4 na wote wakawa na quality ya juu, kwa sababu unaweza kuwa mchezaji mzuri akafika hapa mazingira yakamshinda akashinda kucheza. Kwa hiyo tuombe mchezaji mzuri na akifika hapa mazingira ya upande wake afanye vizuri, ina maana timu yetu itakuwa imenyanyuka zaidi ya hivi ilivyo sasa. Tumezoea kuona kwenye nyakati tofauti kila dirisha la usajili wachezaji 3, 4, 5 pengine na kuendelea, lakini msimu huu imekuwa tofauti. Kwenye dirisha dogo ameingia mchezaji mmoja tu ambaye naye pia alikuwepo kwenye kikosi, alikuwa akifanya mazoezi, usajili wake tu ulikuwa haujakamilika. Kwa nini safari hii imekuwa hivyo? Kwa sababu tuliona tuwape muda wachezaji. Maana yake ongeza kusajili Disemba tena, ingebidi sasa waanze kupangua kikosi. Hiyo sio fair. Tumpe mchezaji angalau season nzima. Tusimhukumu kwa miezi 6. Tumpe season nzima acheze mpaka Juni. Then baada ya hapo sasa tunaweza kufikiria kumhukumu kwamba je, huyu atatufaa aende kwa mkopo au tuvunje mkataba au tufanyeje. Ilikuwa ni fair game. Kwamba ni wachezaji wageni, nchi ngeni, klabu kubwa, umetoka klabu ndogo. Hebu tuwape mwaka mzima, season nzima, watuonyeshe ambacho wanaweza kutuonyesha. Kuliko miezi 6 nasema huyu hawezi, huyu hafai, alafu na terminate. Inakuwa sio fair. Yeah. Sawa. Tumalizie hili ndio kubwa sasa hivi, habari ya mjini Tanzania na Afrika kiujumla. Hatimaye tumetinga hatua ya finali ya michuano hii ya CAF. Binafsi mimi 93 nilikuwa bado sijazaliwa. Hicho unasema bado sijazaliwa. 93 kwa sijashuhudia. Na kizazi hiki kipo pengine kwa kiasi kikubwa sana sasa kwa watu wanafuatilia. Yaani huyu kumwambia mtu akupe rekodi ya 93 hapa, picha atakuwa changamoto, video changamoto, na hata wengine kumbukumbu ya kuhadisia, lakini wengine lakini sasa hivi tunaenda kushuhudia kwa macho. Tumeona kabisa video zitakuwepo, picha zitakuwepo. Tuanzie mwanzo, safari ilivyoanza. Tumeanzia hatua ya pili Libya mpaka hivi sasa tunatinga finali. Mafanikio yalitokana na nini? Siri ilikuwa wapi? Ubora wetu ulikuwa wapi hadi kufika finali? Alafu tutakuja kuzungumzia finali yenyewe. Sasa kwanza nyinyi nataka mwatendee haki. Katika historia ya klabu hii ni finali ya pili. Sasa naomba muwahoji kwanza Azim Dewji, wakati alikuwa mfadhili mkuu wa Simba. Goalkeeper Mohamed Mohameja yupo. Namba 2 Kasongo Athumani yupo. Deho Mkuki nafikiri yupo. Kubeka kushoto kwa Chade Mkuki. Godin Oswile Mlimba yupo, achana back 4. Kuna Fikiri Magoso ilikuwa anacheza pale katikati. Bahati mbaya marehemu Ramadhan Leni hayupo. Abdu Mashine kucheza winger right yupo. Malota Soma Boujagla yupo. Hao ndio watu wa CAF hao. Sema kwa nini Boujagla? Alikuwa na dribble sana mpira. Sana, alikuwa na dribble sana mpira. Baadaye Mchumila nasikia ameshatangulia mbele haki hayupo.
Dua Saidi yupo. Nafikiri kwa uchache na wakumbuka wengine, labda nikiwapitia maktaba, na sio kama hizo habari hazipo, zipo. Ukipitia magazeti, ukienda Radio Tanzania, ukaenda Uhuru na Daily News, utapata vitu vyote hizo, picha na kila kitu ilivyokuwa siku hiyo ya finali ya mwaka 93. Ilikuwa siku kubwa, tulikuwa matarajio makubwa kwa sababu tulicheza na Stella Abidjan ya Ivory Coast. Mechi ya kwanza kule na David Mihambo pia. Mtafuta David Mihambo. Alikuwepo katika timu hiyo. Fereuz Telu alikuwepo katika hiyo timu. Hao wote ni wakutafuta kwenye countdown ya kuelekea finali. Watafute tuongee nao, waelezee feeling ilivyokuwa, hali ilivyokuwa wakati huo na sasa wanaona itakuwaje. Ilikuwa finali shamba la bibi. Kwa hiyo ni vizuri tukawatafuta. Iwe watu ambao wamezaliwa baada ya 93 waweze kujua kweli kwamba hiki kilitokea na ilikuwaje, kwa sababu mechi ya kule tutoka 0-0. Watu kama matarajio makubwa kwamba kama tumeweza kutoka 0-0 hapa nyumbani tutashinda, na 0-0 wenyewe namkumbuka dakika za mwisho David Mihambo angeweza kufunga hata magoli mawili, tukakosa zile goli. Yes, away. Sasa Dar es Salaam watu wakajua hii haiwezi kusumbua, lakini ndio hivyo tena, tukafungwa 2-0, mambo yakaharibika pale. Ilikuwa ni maumivu makali sana, kwa sababu ile mechi watu ilikuwa wiki nzima kila mtu anaongea la kwake na nini. Mimi nafikiri kulikuwa na tulishindwa kucontain ile pressure ya kwamba tumeshashinda kabla hatujashinda. Nafikiri ilikuwa tatizo kubwa sana. Sawa.